أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Leo insha Allah taala katika kikao hiki tutakuwa na wenye kuanza aya ambayo kwamba ni ya 15 katika sura Shura, baada ya kumaliza zile aya mbili ambazo kwamba zimetangulia katika vikao vilivyopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, bismillahir rahmanir rahim, falidhalik fad'u wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwa'ahum waqul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. Sadaqallahu al-aliyyul adhim. Katika aya hii, ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba falidhalika fad'u, yani basi kwa haya waite, walinganie, wastaqim kama umirt, nawe pia simama sawa sawa na simama imara kama ulivyoamrishwa. Wala tattabi' ahwa'ahum, wala usifate matamanio yao, yani matamanio ya wale waliokufuru na wale ambao kwamba wako wanaenda kinyume na wewe. Waqul, na sema, amantu bima anzala Allah, naamini au nimeamini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min kitab, katika vitabu, wa umirtu li'a'dila bainakum, na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu nyinyi, kwamba inshallah Ta'ala itakuja. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah ndiye mola wetu na ni mola wenu pia, na ni mola wenu mlezi. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, sisi tuna jukumu kwa vitendo vyetu na pia nyinyi mna jukumu katika vitendo vyenu. La hujjata bainana wa bainakum, hapana kuhojiana baina yetu na nyinyi. Alafu anaendelea Mwenyezi Mungu anasema kwamba Allahu yajma'u bainana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuunganisha baina yenu na nyinyi, au atatukusanya baina pamoja. Kisha anaendelea anasema wa ilayhi al-masir, na marejeo ni kwake yeye, yani marejeo ni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ambayo kwamba tumesema mwanzo kwamba ni aya 15 ya sura Shura, tutaanza na tutafungua uchambuzi wetu kabla hatujaingia katika darasa ambazo kwamba tunastafidi na hizi aya 4. Maana tulisema tuna aya 4 ambazo kwamba katika mwezi huu wa Ramadhan tulikuwa tunataka tuchambue. Ya kwanza kabisa ni aya ambayo kwamba tulikuwa tuchasoma kuanzia aya ya 13, alafu 14, aya 14, alafu aya 15, alafu aya ya 16, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamalizia akisema kwamba walladhina hajuna fillah min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum, mpaka mwisho wa aya. Sasa katika tafsiri tutachukua tafsiri ya Mizan ambaye kwamba ni ya mwanachuoni ambaye kwamba ni al-Allama Tabatabai, tuone anaongea nini na anasema nini kuhusiana na hii aya ya 15 ya surat Shura. Anasema kwamba qauluhu ta'ala, anafungua tafsiri yake akisema kwamba qauluhu ta'ala, kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, falidhalika, basi kwa haya, fad'u, waite, yani kuwa ni mwenye kuwalingania, wastaqim, na wakati ambao kwamba unapowalingania
simama imara. Wastaqim, nawe simama sawa sawa, kama umirta, kama vile ulivyoamrishwa, yani wewe Mtume Muhammad. Wala tattabi, wala usiyefuate ahwaahum, matamanio yao. Nafikiri katika aya hii imeeleweka na maana yake pia imeeleweka. Anasema Sayyid ila akhiri al-aya, yani mpaka mwisho wa aya, yani mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo katika uslubu wa Sayyid ni kwamba atakuwa anataja aya, atakuwa anataja kipande, kisha akiwa ni mwenye kueleza, na hivyo hivyo ndio tutafuata mwenendo wake inshallah taala. Anaanza kusema, anasema kwamba ila akhiri al-aya, hadi mwisho aya. Ni nini? Tafri'un ala ma dhukir, ni kuja na kipande ambacho kwamba kilichotajwa tayari katika aya iliyopita, au ni maendelezi ya kilichopita katika aya ambazo kwamba zilizopita. Anasema Sayyid kwamba kuanzia wapi? Sharaa dina wahid, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kuleta dini moja peke yake, yani kuanzia wakati wa Nabii Adam alayhi salam mpaka wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mwenye kuleta dini moja. Lijamiil anbiya, yani kwa mitume wote, wa umamihim, na kwa umma ambao kwamba pia waliokuwa. Thumma, kisha anaendelea anasema, kisha inqisam, kisha kugawanyika umma ambao kwamba ulikuwa chini ya manabii, ila aslaf, kwa waliotangulia. Kuna wale ambao kwamba waliotangulia, kuna wale ambao kwamba waliotangulia zaidi. Alafu anaendelea anasema, ikhtalafu fi din, walikuwa ni wenye kutofautiana katika dini. Tuliona kwamba katika aya zilizopita kuna wale walioamini na kuna wale ambao kwamba waliokufuru, yani waliokataa sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata baada ya kuletewa bayina, yani dalili. Kwa hivyo anasema hawakutofautiana tu hivyo, bali walitofautiana, lakini baghyan, kwa ajili ya kibri, kwa ajili ya chuki ambazo kwamba zilikuwa ni zenye kukita katika nafsi zao na katika nyoyo zao. Anaendelea anasema, murtabin au shakin, wao wanakuwa ni wenye kushuku, au hali ambayo kwamba wanayoshuku zile sheria za Mwenyezi Mungu na yale waliopatiwa manabii. Murtabin, pia wako na raibu, wako na shaka, fima aurathuhu, kwa yale ambayo kwamba walioachiwa, waliorithishwa katika nini? Katika kitabu, min alkitabu, yani katika kitabu. Mfano tunapata, tuna Qur'an, tuna Injil, tuna Zabur na zinginezo. Kwa hivyo ndo anasema fadli ajli annahu, kwa sababu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sharaa lakum, amekuwa ni mwenye kuwaletea jamia ma sharaa, yote na yote ambayo kwamba alikuwa ni mwenye kuleta liman qablakum, kwa wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ameleta yale ambayo kwamba alikuwa kabla yenu katika Qur'ani, katika Zabur, katika Injil, katika Taurat, zote zilikuwa kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ndio maana Mwenyezi Mungu anamwambia fad'u, basi lingania, basi waite, fad'u, waite, wali ajili ma dhukira, na kwa sababu ya yale ambayo kwamba tayari yalikuwa ni yenye kutajwa, min tafarruqi ba'dihim, kwa kutofautiana wao kwa wao, washtiyab akharin, na wengine pia kuwa na wenye kutilia shaka. Fastaqim, basi kuwa ni mwenye kusimama ngangari katika lugha yetu ya Kiswahili. Sasa ikiwa utaona kuna watu ambao kwamba wanaoshuku, ikiwa utaona kwamba kuna watu waliopita kabla yako walitilia shaka, walikuwa ni wenye kuinadi, yani wenye kwenda kinyume na yale ambao kwamba walopawa, basi wewe na wewe kuwa ni mwenye kusimama. Fastaqim, baki pale pale katika da'wa yako, wala usikuwe ni mwenye kutikisika. Na hii pia inaweza kuwa ni katika njia moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anataka kuongea na sisi sote kwamba ikiwa wewe ni unabeba risala ya Mwenyezi Mungu, wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yani unabeba elimu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekupa. Mathalan, wewe ni shekhe, wewe ni ustadhi, wewe ni nani. Katika aya hii Mwenyezi Mungu naam anaongea na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini inawezekana katika taraf, katika njia nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pia anaongea na sisi sote. Maana kila zama kuna wale ambao kwamba wanaenda kinyume na wanazidi na zaidi kutilia shaka yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuileta, yani sheria ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuileta. Sasa kadiri zamu inavyoendelea ndio utapata lazima kuna watu ambao kwamba wanaopinga. Sasa je, ikiwa mimi kama mimi ni muballigh, yani mtu ambaye kwamba anayefikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na nione masala kama haya ambayo kwamba yanaendelea katika jamii yangu, ama mimi katika jamii yangu nione kwamba kuna 1 2 3 ambayo kwamba imetajwa katika hii aya, je, jukumu langu kama mimi ni mfikishaji na ni mwonyaji, je, inafaa nirudi nyuma na niseme kwa ajili na kupatikana watu hawa na hawa na hawa, inafaa niwachane na tabligh? La, Mwenyezi Mungu anasema fastaqim, simama ngangari kama umirtu, kama vile ulivyoamrishwa. Wala tattabi, na wala usijaribu kufata ahwaahum, usijaribu kufata matamanio yao. Yani kufata matamanio yao ni kufata vile wao wanavyosema. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anataka kuonesha pia kwamba kama wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yani wewe mtume sasa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, haifai uwe ni mwenye kumezwa na ile jamii yako. Jamii yako umewapata wakiabudu Lata, umewapata wakiabudu Manata, na umewapata wakiabudu Uzza, masanamu mbalimbali. Sasa wewe kama ni mlinganiaji hufai pia kuingia na kumezwa nao. Yani sasa wewe ndo uwe ni miongoni mwao, yani uwe unaabudu pamoja nao, uwe ni mwenye kufanya nini pamoja na la. Inafaa uwe na msimamo. Sasa ili kuwa na msimamo, kufikisha ujumbe vile ulivyo, kufikisha ujumbe vile ilivyo, kufikisha ujumbe vile ulivyopewa kwa jamii yako wewe mtume, inamaanisha kwamba ni kuwa na istiqama, yani ni kuwa na msimamo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamalizia anasema wala tattabi' ahwaahum, wala usijaribu kufata matamanio yao. Anaendelea Saida anasema kwamba wallam, na hii lam ambaye kwamba iko katika falidhalika, kwa ajili asili ya hii falidhalika katika lugha ni fa ni herufi peke yake, lam ni herufi peke yake. Sasa hii jina ambaye kwamba ni dhalika iko peke yake, dhalika iko peke yake. Sasa hii lam ya nini? Maana tayari tushaona kwamba fa hii ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajaribu kutukumbusha kwamba ile aya ya nyuma ambayo kwamba ameongea kuhusiana na ambayo kwamba tumesherehesha kabla muda mchache, hiyo aya ndiyo inayobebwa na fa. Lakini sasa hili ni ya maana gani? Lidhalika, yani kwa sababu hiyo, ina maana gani? Naam, katika lugha ya Kiswahili kwetu ina maana ya kwa sababu ama kwa ajili, lakini katika lugha ya Kiarabu ina maana ya lam. Hii ni ya ta'lil, ni ya kutoa illa. Illa ni sababu, yani ni sababu. Ndio maana tunasema katika lugha yetu ya Kiswahili akisema kwamba falidhalika, basi kwa haya, fad'u, waite. Sasa hii la unaweza sema hii li ambayo kwamba ni lam, unaweza sema li ta'lil, ni kwa sababu, ni ya illa. Kwa hivyo unaweza sema kwa sababu. Kwa sababu gani? Kwa sababu fulani. Na ndio maana anasema kwamba wallam, na lam hii fi qawlihi,
kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falidhalik, hii lam ni nini? Ni gani? Ni lam inaitwa lamu ta'lil, ni ya kutoa illa. Ta'lil ni masdar. Sasa ni ya kutoa illa, ni ya kutoa nini? Ni ya kutoa sababu. Waqila, na wengine wanasema hii lam bimaana ni ina maana ya nini? Ila ai, yani kwa chochote kile. Ndio maana anasema kwa chochote kile, ma sharaa lakum, kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaleteeni, fadhu, yani kwa chochote ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaleteni, yani katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuletea, fadhu, basi lingania, ifikishe kwa watu. Wastaqim kama umirta, na simama ngangari kama vile ulivyoamrishwa ewe Mtume. Na Sayyid anaendelea anasema wal istiqama, na hapa al-istiqama ni masdar wanavyoita, ndo asili ya kitendo ambaye kwamba istaqim ni fi'lu thulathi, lakini sasa ni ya mazidi, maongezo ya herufi ngapi? Maongezo ya herufi 3, ambaye kwamba ni alif, sin na te. Istaqim. Sasa istaqim katika mizani ya istaf'il, masdar yake yani asili yake ni nini? Ni istifaal. Sasa ndo istaqim ni istiqama. Nasema istiqama au istiqama. Sasa anasema wal istiqama, na hii istiqama nini manake? Kama dhakarahu Ar-Raghib, kama vile alivyotaja Ar-Raghib. Kuna hii kitabu chake ambacho kwamba kinaitwa Tafsirul Mufradat ya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ni kitabu kizuri cha tafsiri ya ama cha kubainisha mufradat, ambazo kwamba kubainisha alfadh ama lafzi ambazo kwamba zinazopatikana katika Qur'ani tukufu. Na anasema kama dhakarahu Ar-Raghib, kama vile Raghib ameitaja maana ya istiqama ni nini? Al-istiqama ni luzumul minhaj, ni kubaki na kushikana na njia moja, al-mustaqim, na ile njia ni njia ambayo kwamba imenyooka. Alafu anaendelea anasema wa qawluhu, na kauli yake, wala tattabi, na wala usiwe ni mwenye kufata. Nakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akianza akisema kwamba falidhalika fad'u, hiyo tayari tushamaliza. Wastaqim, na simama ngangari, kama umirta, na kuwa na istiqama kama vile ulivyoamrishwa, hiyo ni ya pili. Kwa hivyo ya kwanza ni fad'u, lingania, alafu ya kwanza ni fad'u, lingania, alafu ya pili istaqim, yani simama ngangari, hiyo ni ya pili, kama umirta, alafu anaanza ya tatu ni wala tattabi, na wala usifate ahwaahum, usifate nini? Hawa zao, matamanio yao. Hii wa la hii ni lan, hii ni lan nahia, la ya kukataa kabisa, yani usijaribu kufata. Inamaanisha kwamba hii lan nahia ambayo kwamba ni ya kukataa iko na hurma ndani, yani iko na uharamisho wa, ikiwa atakuwa ni mwenye kufata atakuwa anaingia katika haramu. Kwa hivyo ni kama ile kwamba usijaribu kufata, ikiwa utafata utakuwa unafanya nini? Haramu. Sasa yani iko pia na taklifu ndani yake, ambaye kwamba taklifu yenyewe ni kama usinywe pombe. Ukinywa utakuwa na ukiwa utakunywa utakuwa unafanya haramu. Sasa ndo anaendelea anasema kwamba wala tattabi, na wala usifate au usiyafuate, ahwaahum, usiyafuate matamanio yao. Ni hii wala tattabi ahwaahum, yani wala usifate matamanio yao. Anasema kalmufassir la, ni kama ya kutafsiri, ni kama ya kuelezea nini? Ya kuelezea yale yaliyopita, na yale ambayo kwamba yaliyopita ni kama ambayo kwamba tumesoma saizi aya, falidhalika fad'u wastaqim kama umirt, simama vile ulivyoamrishwa. Sasa simama vile ulivyoamrishwa kivipi? Wala usifate matamanio yao, ni kama ya kuelezea yani
ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anataka kuelezea vipi utasimama, vipi utakuwa na istiqama yako itadhihirika vipi, usijaribu kufata matamanio yao. Sasa ndo anasema kalmufassir lahu, ni kama inaelezea yale ambayo kwamba aya ambayo kwamba imetoka kipande ambacho kwamba kimeshapita. Wa qawluhu, na kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqul, na sema, amantu, naamini, bima anzala Allah, naamini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min kitab, katika vitabu, min kitab, yani naamini yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa mwenye kuyateremsha mwanzoni, kuanzia wakati wa Nabii Nuh alayhi salam, kuanzia wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salam, kwenda kwa Nabii Musa alayhi salam, kwenda kwa Nabii Isa alayhi salam. Amantu, nimeamini. Kwa hivyo anaamanisha kwamba Said anasema katika aya hii ni taswiya baina al-kutub, ni kusawazisha vitabu vyote, yani ni kuweka sawa vitabu vyote, yani nikiamini hiki ni sawa nimeamini hiki, nikiamini hiki ni sawa na nimeamini kile, yani nikiamini Injil ni sawa na nimeamini Zabur, nikiamini Zabur ni sawa na vile nimeamini Taurat na kuendelea. Sasa anasema taswiya baina al-kutubi samawiyya, ni kuweka sawa, ni kusawazisha vitabu vyote vya mbinguni. Min haithu, kwa upande gani? Tasdiqiha, yani kwa kuzisadikisha, wal imani biha, na kuiamini, wahiya, nazo ni al-kutub, ni vitabu ambavyo kwamba al-munazzala min indillah, ambavyo kwamba vimeteremshwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani vitabu vyote ambavyo kwamba vimeteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-mushtamila, ambazo kwamba zimebeba nini? Ala sharai, zimebeba sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo vitabu vyote kwangu mimi zote ziko sawa, na hakuna ambayo kwamba nafadhilisha kuliko nyingine, hakuna ambazo kwamba ni bora kuliko nyingine, vitabu ambavyo vilivyopita. Alafu anaendelea anasema, hii ni ya 4. Nakumbuka ndugu yangu Muislam kwamba tulisema hapa kuna masala kadhaa. Ya kwanza, falidhalika fad'u, lingania, hiyo ni ya kwanza. Istaqim, hiyo ni ya pili. La tattabi, usifati, hiyo ni ya 3. Amantu, hiyo ni ya 4. Alafu umirtu, hiyo ni ya 5. Sasa ndo anasema wa umirtu, na nimeamrishwa, li'adila bainakum, nimeamrishwa nifanye usawa baina yenu. Sasa anasema Said, wa umirtu li'adila bainakum, yani na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Qil, Said anasema kwamba inasemekana katika aya hii allam, hii lam ambayo kwamba ni li'adila, hii lam ambayo kwamba inapatikana li'adila. Umirtu, nimeamrishwa, li'adila, nifanye uadilifu, bainakum, baina yenu. Anasema allam, hii lam zaidatun, ni lam zaida. Kwa nini lam zaida? Yani lam iliyozidi. Unaweza sema tu wa umirtu an a'dila, nimeamrishwa nifanye uadilifu, unaweza sema hivyo, lakini hii lam imeongezwa. Maana yake ni nini? Alam zaida litakid, yani lam ni zaida, yani tu imeongezwa kwa ajili gani na kwa sababu gani? Litakid, kwa ajili ya kusisitiza. Nadhirun, anasema sasa ni kama mfano gani? Nadhiru qawlihi, ni kama mfano kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba iko katika suratul An'am aya ya 71. Aya 71 katika suratul An'am, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul, bismillahir rahmanir rahim, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa naraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahawathu ash-shayatinu fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi huwa al-huda wa umirna linuslima
lirabbil alamin. Sadaqa Allahu al-aliyyul adhim. Katika aya hii tutaweza kustafidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul, sema, anad'u min dunillah, je, tumwombe asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma la yanfa'una, ambaye hatufai, wala yadhurruna, wala hatudhuru, wa nuraddu ala aqabina, na turejee nyuma baada ya Mwenyezi Mungu wa nuraddu ala aqabina baada idh hadana Allah, baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha tuhidi, yani kisha tuongoza. Ndo anasema kalladhi stahawathu shayatin, tuwe kama ambao mashetani wamempumbaza, fil ardhi, wamempumbaza wapi? Katika ardhi. Hairan, amebabaika, akiwa hali ya kubabaika. Lahu ashabun, anao marafiki, yad'unahu, anao marafiki wanaomwita, ila alhuda, wanaomwita aende kwenye uongofu. Itina, wakimwambia njoo kwetu. Kul, sema, inna hudallah, sema ewe Muhammad, qul, sema, inna hudallah, hakika uongofu wa Mwenyezi Mungu, huwa alhuda, ndiyo uongofu, ndiyo hidaya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kisha namalizia nasema, nasi tumeamrishwa tusilimu kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. Sasa kwa nini tumekuja na hii aya? Ni kwa sababu katika aya iliyopita ambayo kwamba ni ya Suratu Shura aya ya 15, Sayyid anasema kwamba wa umirtu li'adila bainakum, yani nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Sasa hii umirtu ndo amekuja na mfano akasema li'adila, hii lam ni lam zaidi, yani ni lam ambayo kwamba ni ya kuzidi, ambayo kwamba iko na maana yani ya kutisisitiza. Sasa ndo akakuja na mfano akasema sawa, kuna aya nyingine ambayo kwamba iko katika Suratul An'am aya ya 71 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, nitataja tu hiyo aya mwisho, kipande cha mwisho, anasema wa umirna linuslima lirabbil alamin, na tumeamrishwa tusilimu kwa Mola mlezi wa viumbe vote. Sasa ndo anakuja anasema wal maana, na katika maana wa umirtu, yani hii maana kwamba nimeamrishwa, an adila, nimeamrishwa nifanye uadilifu bainakum, yani nifanye uadilifu baina yenu. Maana yake ni nini? Maana yake usawi bainakum, yani maana yake nifanye baina yenu. Fala uqaddim qawiyan, basi nisitangulize qawiyan, yule ambaye kwamba ana nguvu, ala dhaif, yani nisimfadhilishe yule ambaye kwamba ana uwezo kwa yule ambaye kwamba ni mnyonge. Yani mimi kama mjumbe Mwenyezi Mungu, mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu li'adila bainakum, nimeamrishwa tu nifanye uadilifu baina yenu. Hima ndugu zangu, kabla tuendelee, tungependa kutoa mfano kwamba saizi katika jamii zetu ambazo kwamba tunaishi ni kitu cha kawaida sana kwamba kama mtu ni kiongozi ama mtu yote ambaye kwamba sio kiongozi, yani mtu yote tu, nature yake katika zama hizi zetu anamheshimu mtu ambaye kwamba anajaa, ana uwezo. Na sio mbaya, si makosa, lakini utapata kwamba katika tabia ya watu wengi katika zama hizi utapata anakuwa ni mwenye kumbagua yule ambaye ni mnyonge, ambaye kwamba ni maskini, kwa mtu ambaye kwamba ni tajiri. Sasa atakapopatana na tajiri anakuwa na sura nyingine, na atakapopatana na maskini atakuwa na sura nyingine, na akiwa pamoja nao hao wote ndio utaona kwamba ana vile anavyotofautisha baina ya maskini na tajiri. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii anasema wa umirtu, na nimeamrishwa. Hii kusema umirtu
ni amri, yani maana yake ni amri. Kwa ajili katika sheria tuko na amri ambayo kwamba inagawanyika mara mbili. Tuna al-amru al-maulawi na tuna al-amru al-irshadi. Hizi amri ambazo kwamba zinagawanyika mara mbili kwa nadharia au kwa mtizamo wa sheria. Ingawaje naam, wengine wanasema amri kama amri, tutakapoangalia tu amri yenyewe pasina kuangalia kwamba inagawanyika mara mbili, tutasema kwamba inagawanyika mara tatu kwa mtizamo wa kwanza. Kivipi? Ya kwanza kabisa, kuna amri kama amri inatoka kwa yule aliye juu kwenda kwa yule ambaye kwamba aliye chini, ambaye kwamba ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kwa ambaye kwamba ameumbwa, yani kutoka kwa Khaliq kwenda kwa al-makhluq. Sasa amri ya kutoka kwa aliyeumbwa kwenda kwa aliyeumbwa inaitwa al-amru al-maulawi. Mwenyezi Mungu akikwambia tawadha, yani tawadha, hiyo ni nini? Hiyo ni amri. Mwenyezi Mungu akikwambia wala taqrabu zina, hiyo ni nahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikwambia salli, yani swali, hiyo ni amri. Hasa ni amrul maulawi, ni amri ya Mola, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Alafu sasa tuna amri ya pili ambayo kwamba ni wanaita ni iltimas, amri ya watu ambao kwamba baina yao kwa wao wana musahaba, wana urafiki, au baina al-makhluq wal makhluq, yani baina muumbaji na baina muumbwa afwan na muumbwa. Sasa akitakapokuambia nifanyie hivi nifanyie hivi, ni iltimas. Alafu sasa kuna al-amru, inaitwa amri ya mwisho, ni ile amri kutoka kwa al-makhluq kwenda kwa al-khaliq. Ya kwanza ni al-amr ya kutoka kwa al-khaliq kwenda kwa al-makhluq, hiyo inaitwa al-amru al-maulawi. Alafu tuna amri ya kutoka kwa al-makhluq kwenda kwa al-khaliq, hiyo inaitwa ni dua. Wakati mwingi sana sisi tunamwamrisha Mwenyezi Mungu tukimwambia kwamba Allahumma ighfirli, ewe Mola wangu nisamehe, hiyo ni amri. Ewe Mola wangu ni ruzuku, Allahumma rzuqni, hiyo ni amri. Allahumma hshurni, hiyo ni amri. Alafu mpaka mwisho. Kwa hivyo amri ya kutoka kwa al-makhluq kwenda kwa al-khaliq inaitwa ad-dua, inaitwa ni dua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakaposema kwamba wa umirtu, na nimeamrishwa, je, hii ni al-amru al-maulawi au ni al-amru al-irshadi? Kwa ajili katika amri kama amri, vile tulivyosema mwanzo, zinagawanyika mara mbili ikiwa tutaziangalia kwa mtazamo mwingine. Sasa hii ambayo kwamba akisema wa umirtu, na nimeamrishwa, hii ni al-amru al-maulawi. Kwa nini ni al-amru al-maulawi? Kwa sababu ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakosa wa umirtu, yani wa umirtu an a'dila bainakum au wa umirtu li a'dila bainakum, yani na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu, inamaanisha kwamba hii ni amrul maulawi. Asipofanya uadilifu kuna madhambi, asipofanya uadilifu kuna makosa, asipofanya uadilifu kuna nuksan, yani kutakuwa kuna upungufu. Kwa hivyo ndio maana anasema wa umirtu an a'dila bainakum, yani na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu nyinyi. Nini maana yake? Anasema yani usawi bainakum, yani nifanye baina yenu, yani nifanye baina yenu nifanye baina yenu usawa, niwasawazishe nyinyi wote. Fala uqaddim, nisimtangulize qawiyan ala dhaif, nisimtangulize yule ambaye kwamba ana uwezo kwa mtu ambaye kwamba hana uwezo. Wala ghaniyan ala faqirin, wala nisimtangulize tajiri kwa mtu ambaye kwamba ni maskini. Wala kabiran ala saghir, wala nisimtangulize kwamba mdogo kwa mkubwa, yani nyinyi wote kwangu mimi ni kitu sawa. Wala ufadhil afwan, wala nisifadhilishe abyad, nisifadhilishe mtu ambaye kwamba ni mweupe, ala aswad, nisimfadhilishe mtu ambaye kwamba ni mweupe ala aswad, kwa mtu ambaye kwamba ni mweusi. Hakuna tofauti katika wanadamu, hakuna tofauti. Mwenyezi Mungu ni mmoja na sisi sote tumeumbwa kutokamana na
na zile njia ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Sehemu ni tofauti, lakini hakuna tofauti katika sisi sote. Ndio anasema wala ufaddil, wala nsifadhilishe abyadh ala aswad, yani mtu ambaye kwamba ni mweupe kwa mweusi, wala arabian, wala nisimfadhilishe mwarabu ala ajami, kwa ajemi, kwa mtu ambaye kwamba sio mwarabu, wala hashimiyan, wala nsimfadhilishe mtu ambaye kwamba ni ukoo wangu mimi, au qurashian, au nimfadhilishe qurashi, yani mtu ambaye kwamba anatokamana na kabila yangu, ala ghairihi, kwa mtu ambaye kwamba sio wake. Na ndio leo tunaona mtu akishashika uongozi ambaye kwamba sio mbaya, lakini utaona kwamba anachukua kabila lake na anaweka, anaingiza makabila lake, na kama ni rangi yake anaingiza sehemu ambaye kwamba yuko kama ni mansab ama nini. Na hiyo ndio nature ambayo kwamba saizi wanadamu wengi wako nayo, ambayo kwamba ni makosa tena zaidi. Sasa ndo anasema wala hashimia na au qurashia na ala ghairihi. Sasa anasema na anamalizia fad'wa, basi hii da'wa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu akisema aliposema falidhalika fad'u, fad'wa, hii da'wa mutawajjiha ila aljami', yani hii da'wa wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema falidhalika fad'u, basi kwa ajili hiyo basi kuwa ni mwenye kulingania, inaelekea kwa watu wote, sio kwa mtu binafsi, sio kwa matajiri peke yake, sio kwa maskini, sio kwa nani, la, ni kwa watu wote. Mnakumbuka katika ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kwamba na sikuumba majini wala wanadamu illa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini wala sikuumba wanadamu illa liya'budun, isipokuwa wawe ni wenye kuniabudu. Yani kwa ala nahwi, yani kwa njia ya nini, ya alqadhiya alkulliya almujaba alkulliya, yani katika kadhia ya kubeba watu wote. Yani hakuna mtu ambaye kwamba anatolewa katika majini, hakuna mtu ambaye kwamba anatolewa katika wanadamu. Hata Iblis yuko hapo hapo katika majini, hata nani Firaun, Qarun, nani wote wako katika wanadamu, hakuna mtu ambaye kwamba ni mustathna. Hasa ndo maana anasema kwamba mutawajjih ila aljamii, inaelekea kwa watu wote, wanas, na watu, kibalu shar'i, kwa sheria katika sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawaun, wako sawa. Hakuna mtu ambaye kwamba ni bora, hakuna mtu ambaye kwamba amefadhilishwa. Kila mmoja ni mukallaf, kama vile tutakapopata mbele katika masomo ambayo kwamba zinahusiana na masala za taklif, tutapata tuona kwamba hakuna mtu ambaye kwamba yuko juu ya sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea anasema amantu. Hii ni nukta ya 6 ambayo kwamba tumeona. Nukta ya kwanza tunarudia ndo iweze kufahamika. Ya kwanza kabisa tuliona fad'u, ya pili ni umirtu istaqim, alafu ya tatu wala tattabi, ya 4 amantu, ya 5 umirtu, ya 6 ni gani? Ya 6 wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa Allahu yajma bainana wa ilayhi al-masir. Hiyo itakuwa ni ya 7 kama hatujakosea, lakini wacha tuangalie amantu. Hii amantu bima anzala Allah min kitab, yani naamini au nimeamini aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitabu. Hii anamaanisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani maana yake ni taswiya baina alkutub, ni kusawazisha baina vitabu vyote almunazzala, ambazo kwamba zimeteremshwa min haythu aliman biha, yani katika kuamini hivyo vitabu. Wa qawlu, na kauli yake pia, wa umitu li'adila bainakum, na nimeamrishwa nifanye uadilifu, ni taswiya baina nas. Kwa hivyo hapa kuna taswiya aina mbili katika aya hii. Aya ya kwanza ni taswiya baina al-kutub, yani ni kusawazisha baina vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameviteremsha. Si kusudi vitabu ambavyo kwamba wanadamu wamevitengeza wao wakasema kwamba hivi vitabu ni vya Mwenyezi Mungu. Tunamaanisha kwamba vitabu ambavyo kwamba
Mwenyezi Mungu ameviteremsha vyote ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba amehifadhi hivyo vitabu vyote mpaka katika zama hizi, na Mwenyezi Mungu amehifadhi Qur'an mpaka katika zama hizi ambazo kwamba sisi tuko, na maanisha hivyo vitabu vya Mwenyezi Mungu, Injil, Taurat, Zabur na Qur'an na vinginevyo. Alafu pia hiyo ni taswiya ya kwanza. Taswiya ya pili ni umirtu li'adila bainakum, ni taswiya baina an-nas. Kwa hivyo kuna taswiya baina al-kutub na kuna taswiya baina an-nas, yani baina ya watu. Kwa hivyo ndo anasema taswiya baina an-nas min haythu ad-da'wa, ni kufanya sawa baina watu katika kuwalingania, watawajjuh ma jaa bihi min ash-shar. Kisha naendelea anasema waqila allam fi li'adila bainakum, na Sayyid anaendelea anasema kwamba hii lam ambayo kwamba iko katika li'adila bainakum, yani litalil, ni ya ta'lil, ni ya kutoa sababu, vile tulivyosema katika vitabu, ni litalil. Wal maana, na maana yake wa umirtu, na nimeamrishwa, bima umirtu, kwa yale ambayo kwamba nimeamrishwa. Tutafahamu vipi hii ni lamu ya ta'lil? Sasa ndo anasema Sayyid anasema wa umirtu, na nimeamrishwa, bima umirtu, kwa yale niliyoamrishwa. Kwa sababu gani? Liajili. Sasa utakapotoa sababu inakuwa ni lamu ta'lil, yani ni kama useme liadila bainakum, kwa sababu sisi kwa Kiswahili tunasema kwa sababu. Kwa nini nimeamrishwa? Kwa nini kivipi nafanya da'wa yangu, nafanya dini yangu? Wa umirtu, kwa nini nimeamrishwa? Liadila bainakum, ili nifanye uadilifu baina yenu. Kwa hivyo hii lam inaweza kuwa ni ya sababu. Ndio anasema wa umirtu bima umirtu liajili, kwa sababu ya nini? An a'dila bainakum, kwa sababu ya nifanye uadilifu baina yenu. Wakadha qila, na hivyo hivyo. Sasa hii ni kauli ya kwanza, inaitwa lamu ta'lil. Kauli ya pili anasema almuradu bil adl, kitu ambacho kwamba inakusudiwa kwa uadilifu, al-adl fil hukm, ni kufanya uadilifu katika nini? Katika hukumu, katika hukumu, yani katika utoaji wa hukumu. Hiyo ni ya kwanza. Waqila al-adlu fil qada bainakum, yani ni kufanya uadilifu katika hali ya kutekeleza uqadhi baina yenu nyinyi, masala ambazo kwamba zinahusiana na qadha baina yenu, kesi na vitu kama hivyo. Waqila ghairu dhalik, yani na masala ambazo kwamba linahusiana na adil, imesemekana kuna maneno tofauti tofauti ambayo kwamba imepokewa, ambayo kwamba inshallah taala tutaziona mbele. Wa hadhihi maan, Sayyid anasema na maana hizi baidatun, ziko mbali kidogo, la yusaida alaiha siyaq, yani katika mtiririko wa aya, katika mtiririko wa ile lafdhi haiwi yenye kusaidia. Kisha naendelea Sayyid anasema, lakini katika saizi hatuko katika mahali ya nini, mahali ya kuangalia la yusaida ama yusaida, hatuko katika hiyo nukta kwamba inasaidia ama haisaidii. La, saizi sisi tunataka tuangalie hii aya Mwenyezi Mungu kwa ujumla anakusudia nini. Wa qawluhum, na kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiendelea anasema Allahu Rabbuna wa Rabbukum, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwanza na Allah, yani Allah Mwenyezi Mungu, Rabbuna wa Rabbukum, ni Mola wetu na Mola wenu. Nani Mola wenu? Ambekoma ni Mola wenu mlezi. Anamaanisha nini? Anasema fi maqami ta'lil, yani yuko bado katika maqam ya nini? Ya ta'lil, ya kutoa sababu, lima dhukira, kwa yale ambayo kwamba yaliyotajwa. Kwa ajili tunakumbuka, kama ndugu zangu, tulisema tuna taswiya aina mbili. Kuna ataswiya baina alkutub, alafu ataswiya baina annas. Yani taswiya, yani kusawazisha, yani kutobagua watu, yani kutobagua vitabu. Hiyo ndio ilikuwa tumesema ya kwanza, na kutobagua watu, hiyo ni ya pili. Yani
kuchukulia kila moja mbele yetu ni sawa, na kuchukulia vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu mbele yetu vote viko katika marhala moja. Sasa anasema kwamba fi maqami ta'lil, wakati ambao kwamba anasema Allahu rabbuna, yani Allah ni mola wetu, yuko katika maqam ya kutoa sababu lima dhukira, kwa yale yaliyotajwa, mina taswiya, kwa hii taswiya baina alkutub, baina vitabu, wa sharaya, na sheria, fil iman, katika iman biha, katika kuamini hivi vitu, wa baina nas, na pia ataswiya baina nas, yani kuwaweka sawa watu, fi da'watihim, katika kuwalingania, wa shumuli al-ahkami lahum, na kubebwa au kushumulishwa na hukum, yani kujumuishwa na hukum. Yani hakuna mtu ambaye kwamba anakuwa ni mustathna, hakuna mtu ambaye kwamba anayetolewa katika hukum. Yani hakuna mtu ambaye kwamba atasema kwamba huyu yuko nje ya hukumu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana anasema walidha jia fil kalam bil fasl min ghairi atfin, yani ndio maana anasema, ndio maana kwa sababu imekuja katika neno, katika nini, katika aya au katika hii aya haijakuja atf, lakini imekuja tu ni ile hali ya kuzikatakata, lakini ni maneno moja. Mpaka hapa inshallah taala tumeweza kufahamu kwamba katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingania watu ya kwanza, na amemwamrisha pia kuwa na istiqama wakati ambao kwamba anapolingania. Alafu ya tatu ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwamrisha asiwe ni mwenye kufata matamanio yao, yani matamanio ya hawa watu. Alafu ya nne, hakuna tofauti katika aya hii kwamba tumeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia au Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa kwamba aseme kwamba hakuna tofauti na hakuna ubaguzi baina vitabu vya Mwenyezi Mungu, na pia hakuna tofauti mbele yake wakati ambao kwamba anapofanya dawa yake, hakuna tofauti kwa wale ambao kwamba anawafikishia dawa, bali kila mmoja yuko sawa, mweusi, mweupe, nani na nani, wote wako sawa. Alafu ya mwisho tukaona kwamba aya inasema Allahu rabbuna wa rabbukum. Kwa nini tuko sawa? Kwa ajili Allah Mwenyezi Mungu, rabbuna ni mola wetu na mola wenu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuwa ni mola wa matajiri na si mola wa maskini, hawezi kuwa ni mola wa maskini mafakiri na si mola wa matajiri. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.